Habari za jioni, habari ya muda kama huu. Niwaalike wanadamu wote kufuatana na Biblia inavyosema, kitabu cha Mwanzo sura ya 2, kumbukumbu ya uumbaji wa Mungu. Kesho ni sabato takatifu. Sabato imeingia jioni hii. Niwaombe kesho twende kwenye ibada, ni siku ya sabato. Jumamosi ni siku ya sabato. Kupuuza siku hii ni kudai kwamba Mungu hakuumba, ni kudai kwamba aliyeumba ni Shetani. Kwa hiyo niwaombe katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya ya kwanza mpaka ile ya 17, zipo amri 10 za Mungu. Sabato ni amri ya 4. Soma kwa makini. Ezekieli sura ile ya 17 aya ya 19 mpaka 23, soma uone Mungu anavyosema kuhusu sabato. Injili ya Luka sura ile ya 4 aya ya 16, Yesu aliishika sabato. Sio hapo tu, nikwambie mbinguni pia sabato itashikwa. Isaya sura ile ya 66 aya ile ya 22 mpaka 24, anasema baada ya mwisho wa dunia sabato itaendelea kushikwa kule mbinguni na duniani pia milele na milele. Katika kitabu cha Nehemia sura ya 13 unaanza na mstari wa 15, walipigwa wale walioasi kuhusu sabato. Mimi niwaambie tu kwamba Jumapili ilianzishwa na mfalme Konstantino wa dola ya Rumi. Biblia haijawahi kuagiza watu wasali Jumapili. Kusali Jumapili ni kupenda wanadamu wenyewe, na Mungu hawezi kuruhusu wanadamu kusali siku ya Jumapili. Lakini kusali Jumapili ni kumtukuza Shetani aliyemtuma mfalme Konstantino. Vitabu vya Kikatoliki wanakiri ya kwamba wao walibadilisha sabato kwa sababu ya mamlaka yake. Vitabu vipo vingi. Kwa hiyo unaweza kumuuliza kiongozi wako wa dini akwambie mahali panaposema Jumapili imebadilishwa sasa kuwa ni siku takatifu ya kusali. Katika vitabu hivi anasema ya kwamba tusije tukaasi. Katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 16 aya 23 mpaka 28 anazungumzia habari ya wana wa Israeli walipokuwa wanaasi walichokipata. Lakini ukitoka hapo kitabu cha Kutoka sura ya 10 sura ile ya 35 mstari wa 2 na wa 3 anazungumza habari ya kuiacha sabato. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 31 mstari wa 14 mpaka 15 anasema ya kwamba wale wanaoinaji sabato hakika yake watauawa. Kwa hiyo swala la kuiacha sabato ni makosa makubwa sana. Ezekieli sura ya 20 aya 12 anazungumza, anasema tena naliwapa sabato zangu iwe ishara kati ya mimi na wao, lakini walikataa. Ezekieli 20 aya 20 anasema yeye aliwapa hiyo sabato. Aliwapa hiyo sabato. Sabato ni ishara ya Mungu na mwanadamu. Mpendwa msikilizaji, katika haya nayokuambia Mtume Paulo aliishika sabato. Mtume Paulo alishika sabato katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13, ukisoma mstari wa 14 na kuendelea, anazungumzia habari ya sabato ilivyoshikwa na alivyohubiri na Wayahudi wengi wakamwamini. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, usome mstari wa 13, anasema Paulo mtume alitafuta mahali kwa ajili ya ibada siku ya sabato. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza na mstari wa 10 anasema kuhusu sabato, anasema na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Kwa hiyo asije kukudanganya mtu kwamba Jumapili ni sabato. Nazungumza hivi kwamba wawe ni watu wanaojiita manabii duniani, wawe maaskofu, wawe ni watu wa aina gani, naongea mbele za Mungu na mbele za malaika ya kwamba sabato ya Mungu haijawahi kufutwa. Wanaosali Jumapili wanamtukuza Shetani mwenyewe aliyeanzisha Jumapili kupitia mfalme Konstantino. Na hakuna amri yoyote inayozungumza kwamba baada ya kufufuka Yesu Jumapili ni siku ya kusali. Haipo. Qur'ani tukufu inathibitisha kwamba Jumamosi ni siku ya sabato. Jumamosi ni siku ya sabato. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na unayenitazama, napenda nikuhusie kitu kimoja kwamba kusali Jumamosi ni kuchukua mibaraka yote ya Mungu. Ulimwengu mzima na utangazia jioni hii ya leo kwamba Jumamosi ni siku ya sabato. Kama unaamini ya kwamba wewe unaangalia wingi wa watu, Mungu haangalii wingi. Mungu anaangalia tabia, nia thabiti na ule uaminifu. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 16 na 17 wanachoeleza watu kwamba
Sabato imepitwa na wakati ni usomaji mbaya tu. Mtume Paulo alikuwa anazungumza na wafuasi wake ambao alikuwa anazungumza nao wale wa Kolosai kwamba wasiwasikilize Wayahudi waliokuwa wameng'ang'ana kuendelea kuchinja wanyama na sadaka zingine zilizokuwa zimetolewa ambazo zilikuwa zimekatizwa kwa wakati huo. Vile vitu ambavyo vilikuwa vinatolewa zamani vilikuwa vinasonda kidole kwa Kristo. Kwa hiyo haizungumzi kwamba hapo Sabato imewekwa Jumapili. Ndugu zangu wapendwa, kusali Jumapili ni uasi mkubwa sana. Na hivyo ni waalike ya kwamba Biblia kama unayemuulize mchungaji wako au askofu wako akwambie mahali panaposema mimi Yesu nimebadilisha Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Ujumbe huu na uenee mahali popote na kila mtu atambue ya kwamba mwinjilisti huyu ameeleza kitu kilicho cha kweli. Na wote ambao mnadanganywa na manabii wa uongo na wafundishaji wa uongo mtapotea. Bwana awabariki sana.